Kalla, hapana, hivyo mnavyofikiria sivyo ilivyo kabisa. Kwa sababu wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, huenda mkalichukie jambo kumbe ndani yake lina khairi kubwa mno. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, huenda ukapenda mali, ukapenda jambo hali ya kuwa kumbe mali hiyo itakuingiza katika pahala pabaya. Sasa Mwenyezi Mungu anajua masalih al-ibadi, matengeneo maslahi ya waja, anawakadiria anavyoona yeye mwenyewe, wala hajadiliwi, haulizwi. Yeye ndiye mwenye kujua. Eti wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yeye mwenyewe ndiye anajua na nyinyi hamjui kabisa. Kalla, hivyo mnavyofikiria kwamba Mwenyezi Mungu anawadhalilisha kwa sababu riziki anaibana, sivyo kabisa. Balla, lakini nyinyi matajiri, la tukrimuna al-yatim, bal, lakini nyinyi matajiri mlokuwa na mali, anapokunyang'anyeni Mwenyezi Mungu mtukufu, mnayasema haya, la tukrimuna al-yatim, hamkirimu na kuifanyia haki yake mali hiyo, angalahu kwa mtoto aliyatima, angalahu basi. Balla tukrimuna al-yatim, lakini nyinyi katika mali hiyo mliopewa na Mwenyezi Mungu mtukufu, hata angalau ihsani ya kumfanyia mtoto yatima hamuna kabisa. Huku mnaleta malalamiko namna kama hiyo. Wala tahadduna, wala nyinyi hamujihimizi na kuwahimiza wenzenu ambao waliokuwa na kitu. Juu ya jambo gani? Ala ta'amil miskin, juu ya kumlisha maskini wa Mungu, riski na mpatabu. Tonge ya kuingiza kwenye mdomo wake inamtesa, hata huyu hamuwezi mukamuangalia. Watakuluna turatha, na nyinyi munakula mirathi ya mali ya mafungu ya wanawake na watoto wadogo wasiojiweza, akla lamma, tena kula kuliko kuwa kukubwa mno. Tayib, ayahsabuna annama, hivi wanadhania wale ambao ya kwamba numidduhum bihi min mali, tunaowaongezea katika mali, wa banin, na wale ambao tunaongezea watoto zaidi na mali nyingi wakawa nazo, nusari'u lahum fil khairati, wanahisi kwamba sisi ndo tunawapeleka kwenye khairi zaidi. Akijiona kwamba yeye amemiliki mali anazo, ndo anahisi kwamba yeye ndo anapelekwa kwenye khairi zaidi na Mwenyezi Mungu. Hapana, mambo sivyo alivyo, bal yawezekana wale ambao mafukara lakini wakasimama kwenye ibada, waumini hawa ndo bora zaidi kuliko hata wenye mali zao wakiwa wameachana na Mwenyezi Mungu. Bal la yash'urun, lakini wenye kujihisi hivyo hawafahamu mambo, wanahisi kwamba wao ndo wameenjoy, wao ndo walioini hapa duniani, wanaendesha magari mazuri, wanahisi kwamba wao ndo wamependwa zaidi. Kumbe sivyo mambo yalivyo. Watuhibbuna almala, na binadamu mnapenda mali, hubban jamma, tena mapenzi yaliyo makubwa mno. Almaana alijmali, maana kiujumla Mwenyezi Mungu anasema katika hizi, mwenye kutafsiri anaweka makusudio ya Mwenyezi Mungu kwenye aya hizi, amekusudia nini hasa? Inna man kana lahu rabbun, hakika yule ambaye yeye amehisi anaye Mola mlezi, bil mirsadi, Mola huyu anamchunguza vile ambavyo anafanya yeye. Min alwajibi, kana min alwajibi, imekuwa ni lazima kwake yeye, imekuwa ni wajibu alayhi kwake yeye, an yas'a, kukimbilia zaidi mtu huyu ambaye anajua kwamba mimi Mola wangu kila wakati ananiangalia, nitaswali vipi, nitakuwa na khushu'i namna gani mimi,
nitakuwa naizingatia swala kwa namna gani, na Mwenyezi Mungu ananiangalia nitafanyaje mimi, nitafaulu vipi katika mtihani huu, nitaitekeleza vipi ibada hii, nitachunga vile ambavyo mtume amenielekeza au nitapoteza. Mawazo yatakuwa hapa au yatakuwa kwingine. Mwenyezi Mungu akiwa mtu anajua hivyo, alaihi an yas'a, ni juu yake kufanya juhudi, lima yus'iduhu, kwa yale ambayo, kwa ajili yale ambayo yanamfurahisha, fi aqibati amrihi, mwisho wa jambo lake afanye juhudi kwa yale ambayo yataweza kumsaidia yeye na kumfurahisha mwisho wa jambo lake, mwisho wa pumzi zake, atakaposimamishwa mbele ya Mola wake, akimbilie kwenye mambo hayo.